Haya, hebu soma Qur'ani 5:82. Tumsomee ndugu yetu. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sikiza Michael, vile Qur'ani inawasifu katika kitabu cha Mungu cha Qur'ani. Hakika utawakuta wale maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Utakuta maadui ya Uislamu ni Mayahudi kwa sababu walikuwa wanaua manabii wa Mungu, na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu, na wale mshirikina ambao unakuta wanasema wanatibu kazi na kazi sio ugonjwa. Sikiza mwalimu, kuna watu ukienda tu hapo utapata bango imepandikwa pale ati anatibu kazi, anatibu nguvu ya kiume. Nguvu ya kiume unakula vizuri, chakula ile yenye inakupatia energy, ugali ile ya kushaga. Unashaga mwogo, unachanganya kabisa, unakunywa uji power. Unakuwa na nguvu. Kwa sababu nguvu ya kiume lazima ukule vizuri ndio ukuwe na nguvu ya kuweza mechi, ya kucheza Manchester na Arsenal. Haya, mwingine anasema anatibu kazi. Kazi ni ugonjwa kweli? Ukikosa kazi unatafuta, unaomba Mungu, na kesho naamka asubuhi unatafuta, unapata kazi. Kazi si ugonjwa. Wale ni washirikina, waani waovu, wanadanganya ati hao wanatibu kazi. Kazi tibiwi, si ugonjwa. Mbona wasitibu malaria? Ama wasienda Kenyatta? Wagonjwa wengi sana wanahitaji afya, watibiwe. Wanasema wanatibu kazi, lakini hakuna. Hawa Mwenyezi Mungu anasema ni washirikina, hatuwafati, ni maadui ya Uislamu. Twende na utaona walio karibu kwa urafiki na Uislamu. Utaona walio karibu na Uislamu kweli, kwa sababu utapata wenye hawa marafiki wakijenga nyumba, Uislamu anaishi, Mkristo anaishi hapo. Twende na utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Twende ni wale wanaosema, wenyewe wanasema sisi wenyewe wanajiita, sio Mungu aliwaita, ni Wakristo. Wenyewe wanajiita na sisi ni kina nani? Wakristo. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao, kwa sababu Wakristo miongoni mwao wanavyoni kweli. Kuna walimu wamesoma, wanafundisha Uislamu kweli, wako twende na wachao Mungu na wanamcha Mungu kweli. Na kwa sababu wao Wakristo, kwa sababu hawa Wakristo hawatakabari, yani hawana kiburi. Kwa sababu saa hii pita kwa hapa amefungua duka, anauza mafuta. Muislamu akakuja akatanunua mafuta, na yeye akienda pale kwa wholesale atanunua. Muislamu anauza chakula, atanunua chakula aende kupika. Hiyo ndio tunaishi, hawana kiburi. Wakijua haki huifuata. Unasikia Michael? Chukua kipaza sauti. Hiyo ndio sifa ya Qur'ani, inawasifu kwa Qur'ani. Wakijua haki hufuata. Na kweli mimi nimekuita, ulikuwa unapita, nikakwambia keti kidogo tufundishane maneno ya Mwenyezi Mungu, si ni vizuri? Sasa mimi ni Muislamu, dini yangu. Je, wewe? Mimi ni Mkristo. Mkristo zebu gani? Kwa sababu Wakristo mko na zebu mingi sana. Sisi Uislamu ni msikiti mmoja. Misikiti ni mingi duniani, lakini ukikuwa hapa unaswalia hapa. Huwezi enda ati paka uende paka Lungalunga huko, ama uende paka Tasia, ama uende Mkuru kwa Rubeni. Unaabudu hapa. Wewe unashiriki kanisa gani? Mimi ni Mkatoliki. Catholic. Unajua maombi ya Catholic wanaombaje? Hebu tuombe vile mnaombanga mkiingia kwa Catholic. Na kuna mtu mwingine anaitwa Father, si ndio? Unajua Yesu alisemaje? Ukisema mtu ukimuita baba hapa, Father, ule mwenye muweka Father, kumuita Father wa nani? Kwa sababu Catholic wanasema hawezi kuwa Father, hawangi. Ukweli mrongo? Si ni sheria ya Catholic? Hata Imperial imeandika hivyo, Father haoi na sister
Aoleki. Shauri sheria ya nani hiyo? Mlitoa wapi hiyo sheria? Ya Mungu kweli? Kwa sababu Mungu anasema kwa Biblia, kwa Qur'ani, mjae duniani, mzaane. Maana ya kuzaana lazima uoe ndio uzae. Mlitoa wapi hiyo sheria? Wasio Nipata tu. Si ya Mungu, si ndio? Ni ya Mungu. Wapi? Kitabu gani? Biblia ziko hapa, hata yenu ya Catholic iko Imprimans. Si mnatumia Biblia yenu iko na vitabu 73, si ndio? Inaitwa Imprimanso. Na mtumii Anglican. Hii iko na 66 books. Hii yenu inakuanga na 73. Kuna African Bible iko na 76 sijui. Biblia nayo ni mingi. Kuna nyingine iko na 81 ya Orthodox, sijui Orthodox. Ni Biblia Orthodox. Iko na 81 books. Sasa wewe hiyo sheria ya kiongozi wenyu asioe na wewe unaoa, ulitoa wapi sheria ya kuoa? Mike, uko na swali ya kuuliza Uislamu? Nisikupeleke sana yangu, utaweza wache uulize. Sina swali. Una swali? Wewe unamjua Mungu kabisa? Namjua. Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Katoliki wanaamini Mungu mmoja, si katika utatu mtakatifu. Hata maombi yenu lazima mfanye ukweli na Mungu. Kuna Mungu Baba na Mungu. Hiyo ni utatu katika utakatifu, si ndio? Chukua chombo, usiogope. Mimi sikulazimishi, ni chusi yako. Mimi nakuelimisha tu, alafu mimi nakwambia, je, hiyo chachi yenyu naenda Catholic, je, Yesu ameshashiriki? Kwa sababu mimi nashangaa Wakristo wanasema hao ni Catholic. Nimeshatafuta, nimechambua Biblia zote, African Bible, Anglican Bible, hii ya Roman Catholic Biblia zote, LV Bible yote. Sijapata hata andiko moja nasema Yesu alishiriki katika kanisa. Kwa sababu nitakuuliza gani? Kwa sababu kanisa ni mingi, gani? Ukituuliza sisi tutakujibu. Tunawajibu, dalili ziko katika vitabu vya Mungu. Tukufundishe. Kwa sababu Yesu hakuingia kanisani, na wakati Yesu mpaka akapaa juu hakuacha kanisa, lakini aliwacha msikiti na aliabudu kwa msikiti. Unasikia Mike? Nasikia. Wewe mtoto, toka hapa. Kambani. Songa. Wewe. Toka hapo, rudi huko. Mike. Nakuuliza. Je, Yesu umeshashiriki Katoliki penye unaendanga? Sikia Yesu anasema nini? Yaani ukifuata mambo yake utafananisha na mtu fulani. Na ukikosa kufuata mambo yake utafananisha na mtu fulani. Yesu ameshaandika Mathayo 7:24. Mathayo 7. Mathayo 7:24. 24 anasema, naam, basi kila asikiaye haya maneno yangu. Mpe kipaza sauti Mike. Unasikia maneno ya Yesu? Kabisa. Kabisa. Unaifuata? Mimi nafuata. Unafuata? Acha tukupime. Tuendelee? Basi kila asikiaye haya maneno yangu. Ukisikia maneno ya Yesu na ukaifuata na kuyafanya utafananishwa na mtu mwenye akili. Mpe kipaza sauti. Yaani Mike. Yes. Upo? Amen kwa sana. Andiko inasema Mathayo, kitabu cha Mathayo kiko katika kitabu gani?
Biblia, si ndio? Ni Biblia. Biblia, si ndio? Yesu anasema ukiamini maneno yake na ukafata, utafananisha na mtu aliye mwenye akili. Endelea mwalimu. Ukikataa hata moja tu, utafananisha na mtu fulani. Na tena asikia haya maneno yangu, na yeye anasikia maneno yake asifanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpe. Ukikataa maneno ya Yesu utafananisha Mike, atafananishwa na mfumbavu. Wewe ambao ufuati. Ufuati, si ndio? Nimepata hiyo. Je, Yesu aliabudu wapi? Kanisani, msikitini, ama kwa kibanda, ama barabarani? Aliabudu wapi? Kama sinagogi. Kweli? Uko na andiko? Lakini sikumbuke lakini mimi nitakukumbusha. Usikuwe na tabu. Nisomee Luka 4:16. 4:16 Luka. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Penye Yesu alilelewa. Na siku ya Sabato. Akaingia wapi? Katika sinagogi. Unajua maana ya sinagogi? Ujui. Biblia ndio itatafanulia. Unapata Biblia? Acha yeye mwenyewe ajiseme wale. Asome. Kibaki alimaliza, akaweka elimu ya bure na watu wakaelimika, wakakuwa wanachuoni. Biblia inatafanulia na maneno magumu. Neno sinagogi, maana ya sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Sio kanisa. Msikiti. Na wewe unaenda wapi? Mimi naenda kanisani. Na Yesu kawaida yake alikuwa anaingia wapi? Hapa naona inasema msikiti. Si hapo. Biblia inasema Yesu aliingia wapi? Msikiti. Na wewe unapoingia wapi? Unapoingia wapi? Kanisani. Na Yesu alisema Mathayo 7:24, Yesu alisema ukifuata maneno yake utafananisha na mtu akona akili. Na ukikataa utafananisha na mtu mfumbavu. Sasa wewe unaenda kanisani, Yesu anaenda sinagogi. Unamfuata kweli? Ninafuata, ni vizuri kuelewa maandiko na kufafanua kama sijui. Kwani hiyo yenye tumetoa hatujafafanuliwa? Si Biblia yenyewe imejitafafanulia? Sio sisi tunafafanulia, Biblia yenyewe ijifafanulia. Ni Biblia. Na kukuuliza, unafuata matendo ya Yesu, ukaniambia nini? Ndio nafuata. Sikiza vile Ibilisi aliambia, Yesu aliambia Ibilisi. Mathayo 4:10. Mathayo 4:10. Naam. Haraka 10 nimefika mahali. Naona Peter amepata andiko. Amefurahi. Alisema na maswali. Sawa. Pewa kibao za maswali. Haya, haina shida. Inasema nini? Naam. Ndipo Yesu alimwambia Ibilisi, nenda zako shetani. Imeandikwa. Kwa maana imeandikwa. Naam. Kwa maana. Angalia Peter. Kwa maana. 4:10. Inasema nini? Twende. Ndipo Yesu. Naam. Ndipo Yesu alipomwambia shetani, nenda zako, kwa maana imeandikwa, msijudie. Kusujudu ni hivi, Mike. Msujudie. Naam. Bwana Mungu wako. Yaani umsujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye peke yake. Kuweka uso chini ndio kumwabudu Mungu. Sawa. Je, Mike, wewe unafanya hivyo? Tunaona umeanguka ngapi? 2. Unafananisha na mtu? Mimi sikusemea, Biblia inasema usipofuata maagizo ya Yesu utafananisha na mtu? Je, kuanzia leo umepata, labda hujawahi sikia,
Asiwahi sikia hiyo. Hujawahi, ni ngeni. Sikia. Tunajua Nabii Musa. Unamjua. Musa alituma na kitabu gani? Torati, si ndio? Haya, Kutoka, kitabu cha Kutoka 34:8. Naam. Inasema nini? Twende. Musa akafanya karaka. Angalia na Musa pia. Musa akafanya karaka. Songa kijana. Akainamisha kichwa chake. Hii ndio kichwa. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Inji ni wapi? Mpatie kipaza sauti. Si unajua inji? Ni ardhi. Ardhi hapa, si ndio? Si hapa. Twende. Musa akafanya karaka. Akainamisha kichwa chake hata nchi. Hii ni nchi, kichwa changu ndio hiki, kama Musa aliamrishwa. Na akasujudu. Hivyo ndio kumwabudu Mungu. Musa naye anasujudia. Tuone. Umesikia? Yesu anafundisha tumwabudu. Ibrahimu akaabudu, Musa akaabudu, Daudi akaabudu. Sikiza Muhammad naye. Alafu uangalie upime wa Kristo na Uislamu. Je, wakina nani wanafuata manabii wote? Inasema baada billahi minash shaitani rajim 48:29. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na wale pamoja naye, na wale wako pamoja na Muhammad, wenye nyoyo thabiti mbele za makafiri, kweli, na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Nisikize mwalimu, sisi tukikuwa mbele ya makafiri ni wale tutamfundisha huyu. Hata kwa Biblia wamefundisha vizuri kabisa. Tende, tukikuwa mbele ya makafiri tunatisha, wanatuogopa kweli. Na walio pamoja naye, naam, ni wenye nyoyo thabiti mbele za makafiri, kweli, na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Kweli, Uislamu hurumiana kwa hao. Utaona Uislamu wakiinama mna hivi kwa kurukuu. Hii ndio kurukuu na kusujudu pamoja. Yani wanafuata Mtume Muhammad, wanasujudu hivi wakitafuta nini? Fadhila za Mwenyezi Mungu. Yani wakifanya hizo kitendo ni kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Naam. Alama zao wenye wanamsujudia Mungu, alama zao ziko katika nyuso zetu, kwa taathira ya kusujudu. Twende. Huu ndio mfano wao. Hii mfano ya Qur'ani. Huu ndio mfano wao. Iko katika kitabu gani? Katika Torati iliyotanguliwa katika dunia, na katika Injili. Na katika Injili Yesu alipatiwa Injili, na katika Injili naam, umetajwa hivi. Na kweli tumemsomea katika Zaburi, Daudi anasujudu, Torati Musa anasujudu, Injili Yesu anasujudu. Umeona? Baadhi ya kwanza. Pia Yesu anakupatia zawadi. Uko tayari kuchukua zawadi ama kukataa? Utachukua zawadi ya Yesu? Utachukua? Yesu akikupatia zawadi utachukua? Mike? Ndio. Sikia zawadi ya Yesu. Luka 3:11 inasema nini? Naam. Inasema kama ilivyoandikwa, teremka vitu, kitabu kisichokuwa na bismillahi wala haina mpango, naam, wa kuwa na hiyo jina. Naam. Akawajibu akawaambia, Yesu akawajibu akawaambia, mwenye kanzu mbili, mwenye akona kanzu mbili, na Mike mimi niko na kanzu 12, na mwenye kanzu mbili, naam, mwenye kanzu mbili ampe, na ampe, naam, asiye na kanzu mpe kipaza sauti. Hiyo iko kwa Biblia. Umeshasomewa na mchungaji Mike? Hiyo andiko umeshaonyeshwa na mchungaji? Ile ni geni kwake. Hajawahi akisomewa hata mbona Yesu anaamurisha tuvae kanzu na sisi tunavaa suti. Iwezekani? Mtakuwa Uislamu wote akiwasomea andiko hizi.
Utachukua zawadi nikikupatia kanzu? Ukiona mtu anavaa kanzu vile Yesu ameamurisha, mwenye ako na kanzu mbili ampatie hana, si ndio? Wewe uko na kanzu? Uvangi. Sasa unafananisha na mtu? Unaona? Wewe jijibu tu pole pole. Haya, ya tatu. Wewe unaamini Yesu ni nani? Mimi naamini Yesu ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu? Yeah. Kweli? Ndio. Kuna basi Yesu anasema yeye ni mwana wa Mungu? Iko inaandikwa lakini kumbuki gani? Iko inaandikwa. Ama Yohana 3:16. Niyo. Hebu msomee Yohana 3:16. Hiyo ndio Ayatul Kursi. Hiyo ni Ayatul Kursi ya Wakristo. Ayatul Kursi ya Wakristo 3:16. Mungu alipenda ulimwengu hata akatoa mwanawe pekee, na ili kila mtu amwamini asipotee, naam, bali awe na uzima wa milele. Mpe kipaza sauti. Niyo ama nyingine? Ni hiyo. Mfungulie. Unajua nafikiri sisi tumehifadhi Biblia upande wa kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Alafu wanaanza toa sadaka yako Mungu mwenye atakubarikiwa. Hiyo ni Katoliki. Wanapiga soprano kidogo, yaani sadaka. Wakishamaliza hiyo basi, kweli ama urongo? So wakishamsomea ndio ya kutoa hiyo basi ya kutoa sadaka, watolee Mungu sadaka, si ndio? Sasa nakufundisha sisi Uislamu, na Yesu mwenyewe anasema kwa kinywa yake yeye si mwana wa Mungu. Sikiza kitabu cha Luka 18:18. Luka 18:18. Naam. Inasema kama ilivyoandika. Twende tena. Mtu mkubwa, rais kama president alikuja kama Ruto, aliuliza Yesu akisema nini? Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Naam. Yesu akamwambia nini? Mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja. Teremka. Naye ndiye Mungu. Umesikia? Yesu anasema Mungu ako peke yake. Nikisema Mike anaishi peke yake, ako na bibi, utakuwa na bibi kweli? Maana ya peke yake ni nini? Unajua? Alone. Hana bibi, hana mtoto, kweli? Anaishi peke yake.